Usiku wa Jumapili, anga la Ukraine limepambwa kwa mlipuko wa mwanga wa moto wa mashambulizi, kwani Urusi imezindua mamia ya droni na makombora ikilenga miundombinu ya taifa hilo. Rais wa Urusi Volodymyr Zelensky amesema kuwa Urusi ilirusha takriban makombora 50 na droni 500 za mashambulizi katika mikoa yote muhimu ikiwemo Lviv, Zaporizhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa na Kirovohrad yaliathirika. Taarifa zinasema kuwa watu 5 wameripotiwa kufariki dunia, mmoja mjini Zaporizhia na familia ya watu 4 huko Lviv. Meya wa Lviv, Andrea Sadov, ameonya kwa kusema kuwa mji umebaki bila umeme na usafirishaji umesitishwa. Wakazi, tafadhali bakini nyumbani, moshi na moto vinaendelea, amesema kiongozi huyo. Mykola Dimitrosa ni mkazi wa kijiji cha Paravika karibu na Lviv, akieleza kuhusu maafa. Amesema kuwa madirisha yote yalilipuka, milango na kila kitu ndani pia, kwani hakuna milango, hakuna madirisha, hakuna paa vilivyosalia wakati wa shambulio hilo. Afisa wa eneo hilo Volodymyr Hutnik ameongeza kwa kusema kuwa nyumba 10 za kibinafsi zimeharibiwa kiasi kwamba haziwezi kuishi raia, kwani zitahitaji kubomolewa na kujengwa upya, huku nyumba nyingine nyingi zimepoteza madirisha, milango na mapaa. Gavana wa mkoa wa Lviv, Maxim Kozyski, amesema hili ndilo shambulio kubwa zaidi walilopitia katika vita vya zaidi ya miaka 3, kwani limeacha maumivu makubwa katika maisha ya wakazi wa eneo hilo. Waziri Mkuu wa Ukraini Yulia Svyrydenko aliwatahadharisha raia akisema kuwa nyumba, shule na vituo vya nishati vimeharibiwa, kwani Moscow inaonyesha wazi kwamba uharibifu ni mkakati wake pekee, amesema kiongozi huyo, akituma tuhuma kwa Kremlin. Huku Kira Rudik, mbunge wa Ukraine, ameongeza kuwa kila tukio hili la huzuni lingepatikana suluhisho ikiwa Urusi ingekamatwa, mwisho wa kunukuu. Katika tukio lingine, Poland ilituma ndege za kivita na washirika wa NATO kudhibiti anga na kulinda raia wake. Hali hiyo inakuja kufuatia kuingilia kwa droni za Urusi kwenye anga la Poland mwanzoni mwa Septemba, huku Ubelgiji pia ikiripoti kuwa droni 15 juu ya kambi ya kijeshi mashariki mwa nchi hiyo, lakini Rais Putin amekana kuhusika na mashambulizi hayo. Viongozi wa Ulaya wamekosoa vikali, ambapo Kaja Kallas amedai kuwa Urusi inaficha kushindwa kwa shambulio lake la majira ya joto kwa kuendelea kushambulia raia na miundombinu ya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Lithuania, Kęstutis Budaris, ametoa wito wa mataifa akisema kuwa wamekomesha kununua nishati ya Urusi, kwani hiyo ndiyo njia ya kuishia tamaa yake ya kifalme na kuacha ugaidi wa serikali. Mashambulizi haya yanajiri wakati Ulaya inapongeza